at the first, ya kwamba kuja kwake kama mji wa Nairobi ulijulikana kwa corruption na ukahaba, hilo jina litabadilishwa. Utaitwa mji mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka wakati Musa alikuja akaona kishaka kinachomeka ama kinaungua, alipokaribia aliambiwa this is a holy place. Si kwa sababu ilikuwa kanisa, it is because a holy the holy God was in that place. Bwana Yesu asifiwe. So revival itabadilisha majina ya makanisa kutoka madhehebu yetu mpaka iwe nyumba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, ningetaka tuelewane hivi pia ya kwamba revival will bring in a new season. Bwana Yesu asifiwe. And new is new. Bwana Yesu apewe sifa. And new has 3 words. Studio. But those words are very heavy. Bwana Yesu apewe sifa. When God says a new season, it means we must be ready to let the history go. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulianguka, hizo ni vitabu zako. Yeye Mungu anavuta. Because one thing he said, this is what he said. Aliniambia, I am healing my backslidden church. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba ninaona ni mifupa mikavu, walishindwa, waliwezwa, lakini ninakuja kuweka tamati. Bwana Yesu apewe sifa. Therefore it is a good thing. It is worth celebrating. It is worth welcoming. It is worth receiving. It is worth laying down everything. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee kuelewana juu ya revival. Ya kwamba it will be a season. Kumbuka wakati wa Jacob, hiyo tumesoma 28:11 mpaka 22. Maana hiyo linaniambia define kanisa ni nini. Akaniambia hiyo kazi uliona. Na pia kulikuwa na malaika wanashuka na kupanda. Ni kumaanisha ya kwamba wakati wa revival ni wakati ambapo kutakuwa na interaction ya karibu sana kati ya dunia na mbingu. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba maombi kabla umalize itajibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Akanieleza ya kwamba unapoombea walevi kabla utoke kwa magoti watakuwa kwa mlango. Amen. Tunataka kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia akaniambia utakuwa wakati wa hukumu ya karibu sana. Maana Anania pia atasongea, lakini hukumu itakuwa pale pale katika ile nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akaniambia ni wakati wa kujitahadharisha sana. Ni wakati wa kujihoji. Ni wakati wa kujihukumu wewe mwenyewe kabla ya revival haijakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Lingine ambalo walisema ni kwamba I am opening a new chapter for the church. Bwana Yesu apewe sifa. It's a new chapter and it is a new chapter. Lingine aliniambia ni kwamba it is time for a powerful church again. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati ambapo vile Mathayo 18:18, Matthew 18:18 inasema whatever you shall bind it shall be bound in heaven. Amen. Akaniambia tumefunga haifungiki. Lakini hiyo ni chapter ya kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia ninafungua chapter mpya ya kwamba ukifunga na mimi nasema hiyo nimechafunga. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakumbuka vile ndugu yetu alikuwa anatuambia ya kwamba hizi siasa tutakuwa tunazifunga tukiwa kwa magoti na zinafungika. Bwana Yesu apewe sifa. Na watangangana bila kujua ya kwamba sasa tumepewa nguvu na mamlaka. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Pia kaniambia ni wakati kama wa Elijah. Tukisema hakutanyesha hadi tutakaposema itakuwa ni hivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni kanisa ambalo ni la kupendeza. Akanikumbusha wakati wa Jeroboam. Wakati alipomnyooshea kidole mtumishi wa Mungu na mkono hauku. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia itakuwa hivyo. Atakaye jaribu kunyooshea watu wa mafuta wangu, mikono yao haitarudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Pia kaniambia ni wakati ambapo kanisa litafanyika chumvi mara tena. Litakuwa tamu. Tutafurahia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia hivi sasa tunapofanya mkutano wa maombi, hata bila kuambiwa ukiwa mgeni utajua ni mkutano wa maombi. Kwa sababu ni wawili, watatu. Lakini aliniambia hivi, ambia kanisa langu lijipange. Ni kwa sababu kama ilivyo Marko 2 kutoka kwa mwanzo mpaka ya 2 inasema walifurika hadi hakukuwa nafasi kwa mlango. Hadi walipokuja na mgonjwa ilibidi waende kwa pawa mteremshe. Itakuwa ni hivyo hivyo. Ni kwa nini? Kwa sababu ulimwengu utajua Mungu amerudi kwa nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni sisi wachungaji na viongozi lazima tuanze kuweka mikakati ya kupanua makanisa yetu, ya kupanua hema. Maana aliniambia hivi, kwa sababu wamejaa kwa baa sasa, nitakapofunga baa, kwa sababu nitazifunga, wataenda wapi? Wataenda kwa kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Na akaniambia ya kwamba aliambia kanisa langu lianze kujiandaa, kwa sababu ninajaza makanisa mara tena. Pia akaniambia ni wakati wa upendo wa kwanza. Ni wakati ambapo watu watapenda Mungu, hawatabebelezwa. Atakayeokoka leo, kesho anahubiri, kesho ndio mwinjilisti mkubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu upendo wangu utamuongoza, atakuwa na jaa na kiu ya kuona watu wakija kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. But God is calling us to prepare ourselves. Na tutaangalia hiyo baadaye kidogo. Akaniambia kwamba kutakuwa na hekima sana katika kanisa. Na a lot of wisdom kama ile ilikuwa na akina Stephen. Hekima ambayo ulimwengu hawataielewa. Na akaniambia the presidents and the governors will come to church. Not only to worship, but to look for wisdom. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba wana maamuzi wanataka kufanya, lakini wameshindwa, wanakuja kuuliza kanisa, je, tufanye nini? Bwana Yesu apewe sifa. Na nimekuwa na ushuhuda wa watu kadhaa ambao wamenishuhudia kwamba wamepewa lile neno mara mingi sana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno lingine ambalo nipatia ni hili. It is time for genuine deliverance. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati wa sarakasi umefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utafika mwisho wake. Sikiliza vile aliniambia. Akaniambia he is anointing Philip and Stephen to go to Samaria. Anajua kuna mchawi anaitwa Simon. Lakini Simon mwenyewe the sorcerer na wafuasi wake watakapoona miujiza yangu, watakapoona kazi yangu, wataacha kufuata mchawi, wataacha kufuata kanisa za uongo, and they will look for the true men and women of God. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akaniambia hivi, nataka uangalie Philip and Stephen, they may not have been apostles. Unajua ile kazi walipewa. Bwana Yesu asifiwe. But that did not stop them from serving God. Bwana Yesu apewe sifa. Tutaongea hayo baadaye kidogo. Pia kaniambia wakati huu ni wakati wa Matthew 3:11. Matthew 3:11 inasema na walijazwa na roho na moto. Roho na moto. Na kaniambia sababu ambayo ama kile kitasumbua kanisa langu ni kwa sababu nitawajaza na roho na moto. Na nitakapowajaza wale nitatuma watakuwa wale kanisa haikutarajia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo tutaiona baadaye kidogo. Nataka tuelewane tu ya kwamba revival inakuja na ni kitu kitamu na kizuri ambacho kinahitaji mtu ajiandae. Akanipa tahadhari. Akaniambia I will in quotes mess up denominations. I will mess up denominations. Akaniambia hivi ya kwamba tumezoea
kulinda, kuweka mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukiniuliza hiyo naweza kukusomesha vizuri. Maana nimekwambia nimeenda kanisa kadhaa. Na jambo la kwanza unaangaliwa kama ni kondoo gani umekujia hapo. Lakini aliniambia I will mess up. Bwana Yesu apewe sifa. Because I'm not a respecter of men's boundaries. Ya kwamba hiyo mipaka wameweka, mimi sitaiheshimu. Nitatumia yule nataka kutumia, nitatuma yule nataka kutuma, na ya kwamba kunaye alinipa mfano wa revival iliyokuwa hapo awali. Akaniambia kuna mchungaji alikuwa na watu 400. Revival ilipotokea ilitoka kwa jirani. Akajipata leo 100 hawako. Sunday ingine 100 ingine haiko. Mwishowe hata yeye mwenyewe hakuwapo. Bwana Yesu apewe sifa. Na kanisa likafungwa. Kwa hivyo akaniambia niwaambie wanaoongoza kanisa wajiandae. Kwa sababu unapofunga milango wewe mwenyewe utajipata ni wewe umefunga kanisa lako. Bwana Yesu apewe sifa. Na akaniambia niambie kanisa lake tafadhali kwa dharura na kwa haraka mfungulie Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Pia akaniambia hivi, utakapopokea washirika ambao hawajasimama vizuri kiroho, usisubuke. Na Danieli alikuwa wangu. Na alisema ni nini kizuri kinaweza toka Nazareti. Kuna wale watakuja waangalie kanisa lako, waliangalie, waone hauwa kwezi Bwana Mungu. Lakini akasema I will prove myself. Yesu apewe sifa. Na akasema pia wale nitakaotumia wataonekana kama hawezi kutumiwa. Lakini I will prove myself. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tukienda kumaliza ni kwamba hiyo topic ni kwamba akasema sitahitaji watu kunitangaza. Everything in this world Yes. I will use the TV. I will use the newspaper. Kwa sababu I will bring to an end the bad news. And use those channels to deliver good news. Amen. Akaniambia polisi watatafuta wa kushika hakuna. Watu wameokoka wameenda kanisani. Akaniambia ya kwamba Koinange hakutakuwa na mtu kwa sababu watakuja kanisani. Na akaniambia ndipo naambia kanisa langu prepare and make a way for me. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba kuna utatafuta usikose. Na si mara ya kwanza. Wale wanajua juu ya ile revival nyingine wanajua hivi. Kuna mahali unaweza tafuta kama una haja na uikose. Kwa sababu silifungwa watu wakaokoka wakaenda kanisani. Akasema pia msiende kupigia wanasiasa magoti wawape pesa za revival. I am transferring the wealth to the church. Na akaniambia hata ule utajiri imefishwa kwa siri. Nitafunishulia kanisa langu. Ili hizo fedha zitumike kupeleka revival yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mengi ya kusema lakini naomba niingie part 2. Tumekubaliana sisi zote ya kwamba we don't have a choice. We must prepare. Yes. We must welcome the Holy Spirit. Because the damage will be to us. Bwana Yesu asifiwe. Na akaniambia hivi ya kwamba kwa sababu revival itakuja in waves. Wale hawatakuwa tayari, wave ya kwanza itawaletea hasara. Kwa sababu hawatakuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kitambo ugundue kwamba ni Roho Mtakatifu anatembea kanisa lako,
Hakuna mtu. Kwa hivyo akaniambia it is wisdom for us to prepare in advance. So that wakati revival itakuja utakuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimewaambia kwamba katika huduma ambayo Mungu ametupatia tumetembea makanisa kadhaa. Na Mungu akatusaidia tunapofika kwa ile kanisa anatuambia la kufanya. Ingine mchungaji hajui, ingine mchungaji anajua. Lakini ukweli ni kwamba kuna mambo 4-5 ambayo tumegundua katika kila kanisa na ambayo ni hatari sana na imefanya kanisa likose kujua kile Roho Mtakatifu anataka. Kile nimeona hatari sana kwa kanisa ni kitu inaitwa satisfaction. Yes. Wametosheka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana makanisa mengine ni makubwa. Tumetumwa kwa makanisa makubwa na tukapata wametosheka. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwatoa kutoka kwa hicho kiti cha kutosheka ni gumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka usikilize hili. Tulienda kwa kanisa moja. Hawa na wakati mzuri wa kuomba na kumtengenezea Mungu cheo. Lakini siku moja tukiomba, Mungu akatuambia hivi. Huyu mchungaji kwa sababu amekataa kunifungulia moyo wake, nitawatoa kwa hili kanisa, mwende mtumike kanisa lingine na mliadani. Lakini kitambo mrudi hapa atakuwa amepumzika. Tunaona hiyo wakati. Because alisema I am unstoppable. No, even your ignorance can stop me. Bwana Yesu asifiwe. Tuliingia kwa maombi na bado tunaomba kwa sababu ya yule mchungaji. Lakini nataka kukuonyesha hatari hata kwako, wacha kanisa. If you start against him. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba hasara itakuwa kwako. Bado tunaomba na ninajua Mungu ni wa rehema, atampa nafasi ya pili. So kile kinafanya makanisa mengi ikose kujua ya kwamba it is a new season. Maana wameona mifupa ikibadilishana, ikitoka ingine ikiingia. Wameona watu wako na njaa wakikuja kanisani lakini hawaelewi. Tumesema ya kwamba wametosheka. Number 2 ni dhambi. Kama madhabahu yako imeguswa na dhambi, tafadhali nenda uanze kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna kanisa tunatumwa na tunaenda kwa muda mfupi sana, Mungu anasema huko nitashuka. Tunatoka na kwenda. Lakini kuna kwingine tulishukua miaka karibu 5. Nasema hivyo kwa sababu ndio wasimamisha ni washuhuda. Kwa hivyo kile nasema wanajua nasema nini. Miaka 5 si kwa sababu ya washirika, kwa sababu kulikuwa na misingi mibaya kwa madhabahu. Na ilishukua muda kuibomoa na kusimamisha madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama kuna madhabahu ambayo ina chafu, ishughulikie mapema. Bwana Yesu asifiwe. Ingine ambayo nimeona imefanya kazi iwe ngumu ya kumtengenezea Roho Mtakatifu njia ni kiburi cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. I'm sorry to say this. Na sina nia ya kuharibu jina la mtu. Lakini nimeona kwa kanisa, unaenda kwa mchungaji unamwambia mchungaji, Mungu amesema amechagua hili kanisa. Na anataka kuleta revival hapa. Na anataka hii kanisa iwe kisima. Baada ya hiyo, Yesu inafika hapo, unamwambia sio kuja tuombe. Ana shughuli nyingi, ana mikutano mingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya mwisho ni kwamba hakwambii, lakini unaona kwanza anaangalia umekuja na gari gani, umevaa suti gani, halafu sasa anakupea maji na anajipatia shughuli. Ni sawa, lakini uelewe hivi. The revival is unstoppable. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sitaki kuongea sana juu ya hiyo, lakini
hata kama atatuma house girl wako, sikiliza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kuna wale Mungu amechagua makanisa yao iwe center ya revival, lakini kwa sababu Mungu ametuma the wrong people, hawasikilizi. Tangu lini ukalelewa na Mungu? Haya, sawa sawa, niachie hiyo hapo. So, wacha tujiulize, are we prepared for the revival? Bwana Yesu asifiwe. Tumepokea habari, lakini are we ready for the revival? There is something I want to, kama vile nimesema ya kwamba the revival is unstoppable. Number 2, it is uncontrollable. Kwa hivyo hautaielekeza itaenda kwa nani na itaenda kanisa gani. Hata sisi wenyewe hatujui. Tumepewa makanisa lakini hatujapewa jina. Tunaambiangwa tu leo nenda kanisa fulani. Unaripoti huko. Ukimaliza hiyo nakwambia ngoja nitakwambia. Ikifika Sunday nakwambia nenda kanisa fulani. Hakuna anayeweza kuelekeza revival. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hii kwa sababu tumezoea revival ambayo tumechochea. Na hata mimi ni sehemu hiyo ya kuchochea. Na inakuwa pale na tunafurahia, lakini this one is uncontrolled, this one is autonomous. Bwana Yesu asifiwe. Haitaongozwa na mwanadamu. Na akaniambia hivi, sitafuata mwanadamu, mwanadamu atanifuata. Kwa hivyo sisi ndio tutafuata mahali revival inaenda. Kumaanisha ya kwamba lazima tuwe tayari kuvunjika mbele za Bwana. Amen. Atakayetumia katika nyumba, mpatie nafasi. Hicho ndicho chombo Mungu amekusudia kutumia. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba anaweza kuwa anakaa kama the Samaritan woman. She had no title. Bwana Yesu asifiwe. Soma kitabu cha Yohana, John chapter 4, John chapter 4. Utapata that Samaritan woman there. Amekuja kwa kisima. Na yule mama hana cha kuheshimika. Kwa historia unakajua. Wanaume si unajua ni wangapi? Lakini Yesu aliniambia niwaambie kwamba with all her weaknesses she brought the whole of Samaritan. Na wakati huu vile vile atatumia wale hatutarajii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akaniambia hivi, huyo mama hata hakujua kuhubiri, aliwaambia aje come and see. That was her message throughout. Hakuhitaji theology, hata hajui kama kulikuwa na Biblia. Yeye alijua tu the power of encounter. Na akaniambia sababu ya kuleta revival is so that he can bring back the power of encounter. Hallelujah. Na akaniambia hivi, Musa alijua what should be done, maana alikuwa ameanza hiyo kazi. But until he had an encounter with him, hangeweza kufanya ile assignment. So sababu ya revival ni kwamba zile assignment ambazo zimelala muda mrefu, Bwana anasisimamisha tena. Hallelujah. Haijalishi ni wanaume wangapi, haijalishi unaendanga saa ngapi kuchota maji kwa sababu zako. But he said, once you have an encounter with him, you will be different. Amen. Na Biblia inasema sio watu wote tu wa kijiji alileta kwake. But Jesus spent 2 days huko Samaria. Amealikwa na nani? Samaritan. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo akaniambia prepare for supplies. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia akaniambia kuna nafasi ya watumishi wangu. Nami nikasikia mzuri. Twende Matthew 13:52. Matthew 13:52. Akaniambia kwa watumishi wangu ambao wananitumikia kwa kweli niko na nafasi. 13:52. Matthew 13:52. Yangu inasema hivi, and he said to them,
Therefore, every scribe or teacher of the law who has been trained for the kingdom of heaven is like a master of a house who brings out of his treasure what is new and old. Akaniambia, nyinyi ambao mnatumika sasa, sisi ambao ni wachungaji, tukiweka mioyo yetu wazi kwa Roho Mtakatifu, tutakuwa na hazina ya kale na hazina ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Na akaniambia watakuwa matajiri wa kiroho, lakini inategemea moyo wao. So Mungu akitumia wageni, pia ana nafasi ya wale wamekuwa katika huduma. He will combine the two. Na akaniambia, this is where Apostle Paul came in. He was a Pharisee, but after the encounter, he became a disciple. Bwana Yesu apewe sifa. So akaniambia ya kwamba, ambia watumishi wangu wafungue moyo kwa Roho Mtakatifu. Hakuna mtu alifanya kazi nzuri kama Paul, kwa sababu iwe ni Wayahudi alikuwa na injili yao, iwe ni watu wa mataifa alikuwa na injili yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo itategemea moyo wa mtumishi. God is not a respecter of men. Any man that will open his or her heart to him, that is the man or woman he will use. Pia kaniambia hivi, kabla nimalize hiyo, kaniambia there's another surplus. Mahali revival itatokea is not the places you expect. Akaniambia, tazama mahali nilizaliwa na hekalu ilikuwa kubwa, manyumba ya kulala ilikuwa. Kwa hivyo akaniambia, sijabadilika. I will still fulfill my purpose from places that people don't expect. And that will be a big test to the church. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia ya kwamba pia niko na watu, sijui wako wapi, lakini ninajua kadhaa. Katika kutembea makanisani, nimekutana na watu ambao kanisa inawaona ni wasumbufu. Unajua mtu msumbufu, troublemaker. Bwana Yesu asifiwe. Troublemaker, yule mtu alipewa hiyo jina ni Elijah, kwa sababu amewapa roho na nguvu za Elijah. Spirit and power of Elijah. Na akaniambia hao watu mahali wako sasa hawapati amani. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kadhaa, kwa sababu nimekutana na wao. Wananiambia, mimi sijui mchungaji nasikiaje, mimi nasikia kama kulipuka, mimi sielewi. Bwana Yesu asifiwe. Namwambia tulia kidogo. So akaniambia kuna watu ameandaa, but these people are coming from the wilderness. Bwana Yesu asifiwe. Jesus came from the wilderness at the wilderness. Akaniambia Yohana pia vile vile, Musa pia vile vile. Akaniambia sijabadilika. These people will be highly anointed. They are coming from the wilderness. Hawatakuwa na mavazi mazuri, hawatakuwa na mambo mazuri, but they have an assignment. They are anointed for the task. And I will fight for them. Akaniambia ni juu ya kanisa niwakupatie, ipokee kile wako nacho. Lakini wakiwakataa, hasara itakuwa kwa kanisa. Akaniambia hivi, that those men and those women, I have prepared them for a very long time. They are thoroughly trained. And I have anointed them. And they will be very dangerous because they are highly anointed. Na akaniambia ya kwamba watakapokuja, ama wewe ukiwa mmoja wao, kanisa tuwakubakie. Kwa hivyo ukiona asha wako diametiwa mafuta, tafadhali fanya vile walifanya akina Apollos. Wakawaita, wakawasaidia ili waweze kusimama na kufanya assignment yao. Bwana Yesu asifiwe.
Ningetaka tuangalie jambo lingine la kujiandaa. Akaniambia hivi, as you share with my servants, tell them to prepare their hearts. Tell them to prepare their hearts. Because there are some religious activities that I will not entertain anymore. They worked yesterday, but they will not work in the new season. Na akanikumbusha ya kwamba new is new. Kwa hivyo what worked yesterday may not work today. Because I have come and I'm starting a new season. Bwana Yesu asifiwe. Na akanirudisha kwa kitabu cha Numbers 25 verse 7 hapo. Kuna wakati Wanaisraeli walitenda dhambi, lakini asubuhi moja Mungu akashuka na mwanaume mmoja akafanya vile wamezoea, hale kadhambi walizoea. Biblia inasema kuhani akachukua mkuki akawatunga wote wawili na hasira ya Bwana ikatulia. So akaniambia, what you did yesterday, if you repeat it in this season, it will be dangerous. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akaniambia ya kwamba ambia kanisa langu, prepare your heart to live a holy life. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia, it's time for Daniel 1:8. I have purposed in my heart. Hizo za mfalme za kujitia unajisi sitakula. Pia akaniambia ya kwamba watumishi, sisi mapastors, akatuambia tufungue moyo wetu kwa Roho Mtakatifu ili atufanue. Kabla akupatie kondoo mingi, lazima apanue moyo wako. Maana aliniambia huduma hujengwa moyoni mwa mtu. Akaniambia hivi, wakati nilipomuita Peter aende kwa Cornelius, I had to take some time to teach him. Kumbuka alipewa maono mara 3 na akaambiwa na Mungu, kile nimetakaza mtu asiseme ni shaka. Na alikuwa anaandaliwa hivyo kwa sababu Mungu alijua Cornelius is leading for the ministry. Or for the to be a son in the kingdom. Na akaniambia hivi, yule Peter wakati walipatana na Paul akakaa na Gentiles. Wakati James alitumana, yule Peter pia akatoka na akaanza kukaa mahali Wayahudi wako na kujitenga na Gentiles. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia hivi, let's be quick to learn. The revival will not be very long. Let's be quick to learn. Bwana Yesu asifiwe. Kile ulishukia jana kinaweza kuwa hicho ndio Mungu anataka kutumia. Na atakapokuambia mara moja ya kwamba hiki ndicho nimechagua, kuwa mwepesi wa kusema nimekubaliana nawe Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikakumbuka wakati mmoja nilienda wakati mmoja kanisa ya CFF. Nikakumbuka akibishop akituambia hivi. Wakati mmoja aliomba apewe mchungaji wa kumsaidia. Na alipokuwa katika magoti, Mungu akamwambia nenda umtie mafuta fulani. Lakini akatuambia, mimi nilipomwangalia kaona hapana, huyo hawezi kuwa roho ya Mungu. Hawezi kunituma kwa huyo. Na baada ya muda mrefu sana akarudi kwa Mungu. Nilikwambia unipe mchungaji. Mungu akamwambia si nilikupatia. Akatuambia huyu mtu ambaye Mungu anampatia wakipanga kufast, yeye ikifika saa 4 anaitisha ugali na mboga. Anaambia bibi, wewe funga ili nitengenezee ugali na mboga. So baada ya kuungana kwa muda mrefu, akibisho akatuambia nilimweka mafuta na nikamfanya mchungaji. Na ilikuwa siku ya Sunday, siku ya Monday akaja asubuhi kwa ofisi. Yule mwanaume akamwambia, unajua nini? Mungu amenisukumzia kuhusu fulani. Kulikuwa na mama mmoja alikuwa na shida sana kwa kanisa. Hatu watoto na mambo ya kinyumbani. Yule mchungaji akamwambia, unajua nini? Mungu amenisukumzia kuhusu huyo mama. Na naenda kuomba na yeye. Akibisho akatokea nikamwangalia, wewe ile shida sisi ni wewe. So akamwambia okay, enda nimekupa baraka zangu, lakini hakuna pesa. Mimi sina fedha.
Mchungaji asibisho wakatokea si hata kuku wanafia, lakini bado anashaka kidogo. Naye mchungaji akamwambia, mimi niliambiwa usinipe pesa kutoka hapa mpaka pale kwa stage. Unajua kanisa ya Central, kutoka hapa mpaka kwa stage Mungu aliniambia akanipa pesa. Naye bishop katoka kwa mlango amsidikisha. Akiwa amesimama akaona yule mwanaume ameinama. Akachukua karatasi fulani, akamwambia pia ndio. Na akaenda. Na akatuambia huyu mama maisha yake ilibadilika. So hatuko peke yetu. Lakini Mungu anasema tuandae mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kile atatumia na yule atatumia tumpokee. Bwana Yesu asifiwe. Paulo wamebadilika. Lakini anapokuja kwa mitume wanafanya nini? Anamkataa. Bwana Yesu asifiwe. So the question we are asking ourselves this morning or this afternoon ni kwamba, are we prepared for revival? Are you sure your heart is prepared for this revival? Are you sure everything is in place? Are you sure you are ready for drunkards? Na kabla nimalize, kuna kitu moja ambacho alinikumbusha na akaniambia hivi. Asante Roho wa Mungu. Akaniambia hivi. Something that you must emphasize in the church as you plan is discipleship. Bwana Yesu asifiwe. Na kanipeleka kwa kitabu cha mhubiri mmoja ambaye alitumika katika revival ya kwanza. Na nilipokuwa naangalia nini Mungu umenipa hii kitabu, kuna andiko nilipata. Nataka kukusomea vile limeandikwa kwa sababu niliona nikuletee vile liko ili likuguze vile liligusa. Hili andiko limeandikwa hivi. Alikuwa anaandika baada ya revival kuisha. Ameandika hivi. Kama kanisa lingejiandaa kabla ya revival, wale walevi walitoka kwa kanisa, wakaokoka wakajazwa Roho, saa hii hawangekuwa kwa baba. Tuko pamoja? Akasema, ameandika kwa kitabu chake, akasema kama kanisa ingejiandaa, si wakati wa revival, kabla ya revival. Maana alisema ya kwamba wakati revival ilikuja, hakukuwa na wakati wa kujiandaa. Kila mtu alikuwa anaongelea kwa Roho Mtakatifu. Lakini akasema kama angepewa nafasi nyingine, angeandaa kanisa discipleship. Maana watakao kuja ni kweli watajazwa Roho na kutumika. Watakuwa na vipawa za Roho Mtakatifu. Lakini hawajawekwa misingi mizuri ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na akaniambia niambie wachungaji na viongozi wa kanisa, anza kuandaa kanisa lako kwa discipleship. Maana aliniambia revival imekuja kukamilisha the Great Commission. There is nothing new. Na wale watakuja kwa kanisa hawajui tofauti ya Genesis na Revelation. Watajazwa Roho, watajazwa na moto, wataenda nje kusema kama yule mama. Lakini hawaelewi, akimaliza hajui aseme nini. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watatumika, kwanza yule mama alitumika kuleta kila mtu kwa Yesu. Lakini yeye mwenyewe alihitaji kufunzwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaniambia kwamba ambia kanisa langu ya kwamba discipleship is not an option. Ya kwamba lazima tujiandae kuwafundisha, kuwalisha neno, ili hata wakati ambapo upepo wa revival utaisha, watakuwa wamesimama vizuri. Watakuwa na misingi mizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninajua ya kwamba tumeandamana pamoja. Lakini wakati huu ningetaka tu utazame, unajua una mahali unaongoza, kuna mahali Mungu amekuamini, hata kama ni wokovu wako. Are you ready for this move? Are you ready to be expanded? Uko tayari kupanuliwa moyo wako? Na kupanuliwa kwa moyo si rahisi. Kuna maanisha kupitishwa jangwani hapa na pale. Bwana Yesu asifiwe. Are you ready for that revival? Are you ready for the great move of God? We are in Nairobi na inasemekana revival itatoka hapo. But are we prepared? We are sharing this from the place where the revival will come from. Are we ready for this revival? Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia ya kwamba ambia watu wangu wajiandae kama ilivyokuwa wakati wa Noa.
Kuna watu walipata hasara, lakini kuna wengine walielea juu ya maji. Akaniambia kuna watu watapepea katika libani kwa sababu wamejiandaa na moyo wao umempokea Roho Mtakatifu. Maana yeye ndiye ataongoza libani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dakika moja jihoji tu. Tujiangalie kanisa lako na mimi ninaangalia langu. What do I need to do to prepare for this revival? Which department do I need to put in place? What kind of men do I need to have in place? Am I ready to be led by the Holy Spirit? Na akaniambia kwamba the book of the Acts of the Apostles haijafungwa. Revival ikikuja, it will be a continuation. Ya kwamba what happened in those days will happen again. Ya kwamba wakati ule walizozana kwa sababu ya mgao wa chakula, kwa sababu hawakuwa wamejipanga mapema. Do we want to repeat this? Or are we a wiser church? Are we prepared? Are we ready for this great move? Are we ready? Are we ready? Our hearts ready? Tuko tayari kusamehe wale hatujawahi samehe. Tuko tayari kuashiria Roho Mtakatifu atawale katika kanisa. Tukiwa hapo, kumbuka ya kwamba alisema ya kwamba kuna wakati atachukua ibada. Hata wewe mchungaji utakuwa mshirika. He will take over. Yule ataibisha, sio ule wa praise and worship. Ni mwingine atainuliwa. Kuna wakati unabii utatolewa na yule hukutarajia. Are you ready for that? Are you sure you are ready for that? Are you sure you are ready for that? That person that is neglected in that house, are you ready for him to be used by God? Are you ready? 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 I'm asking myself, am I ready to start afresh? Am I ready to give the Holy Spirit unconditional permission in my life? That He can use me. He can use anybody in my church. He can take my church to any direction. Am I ready to come and sit down and let the Holy Spirit take over? Am I ready to call a meeting and the Holy Spirit takes over? Am I ready to sit down and remain quiet? Am I ready to decrease as He increases in my church? Am I ready to let Him have my church? Am I ready? Am I ready? For those who have come late, I want us just to give you a recap so that you can be on the same page with us. God has said He's the one who is shaking the world. The Lord has spoken through the man of God that bones are looking for each other. The Lord has said there's such a hunger in the church right now. We have been seated for some time. I want us to finish this section of the word. I want us to just hold your Bible. I want us to make some few declarations. Usikae chini, hata kama ulikuwa umefunga hata sisi tulikuwa. Simama tu, we are doing this in unity. I want us to make some declarations, even as we receive the word of God. The Bible says in Isaiah 14, hallelujah. Kindly let us occupy this. Servants of God, yes, we still have more spaces. Thank you, man of God. Let's fill up these seats. And as you come in, kindly take your Bible. You are not sitting, you have followed us about to do something. We want to make a declaration today from the capital city of Kenya. Thank God for the apostles. How many people know? Yesterday night the Lord spoke to me
And I'm so excited. And the Lord told me, the declaration we shall make here today, it will be effective. Amen. Whatever we shall agree here today, nchi ya Kenya itakorogeka na hiyo neno. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says, I'm not preaching, I want us to receive the word of God. The Bible says in Isaiah 14 and verse 24, the Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have thought, so shall it come to pass. And as I have purposed, so shall it stand. Verse 26 and 27 of that. This is a purpose that which is purpose against the whole earth. That's why the man of God is saying what is happening is about the whole world. And that this is the heart that is stretched out over all the nations. It's a matter of nations. It's the whole world. Kenya is a father nation in Africa. So when the Father is in order, and we know the end-time revival is coming out of Africa. Africa is the prophetic hoop that is holding the end-time revival. Hallelujah. So we are not at that continent. So this one, and the Bible is saying, for the Lord of hosts has purpose, and who will annul it? His heart is stretched out, and who will turn it back? I want us to go to Isaiah 46, just ahead there. I'm not preaching, I want us to make declarations. Isaiah 46, verse 1. Hallelujah. 9 and 10. That is the conclusion of the word from the mouth of the apostle. The Bible says, declaring remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. That is the God we are about to deal with right now. Yes. The God of Elijah. Yes. The Bible says, declaring the earth from the beginning and from the ancient times, things are not yet. That is what the man of God has done here. Hallelujah. And the Bible says, what does your Bible say? What does the Bible say? My counsel, the counsel of God in the nation of Kenya will stand. The counsel of God concerning the revival of this country will stand. So we are here to make a declaration by authority. We are declaring it does not matter who messed up last year. It does not matter who cut off the wave of the revival. We are declaring now that we have just heard the word of God. So we are going to declare together in unity the purposes of God. Now, we will stand in the nation of Kenya. Hallelujah. And the Bible is saying, my counsel. And the Bible is saying, and I will do. Not a bishop's pressure. Hallelujah. Not an apostle's pressure. God will do. Hallelujah, men of God. From today, we are declaring in Nairobi and in the nation of Kenya, as far as the church of this country is concerned, the purposes of God will prevail. And God will do all his pressure. Can we open up our mouth and make a declaration today in the name of Jesus? Hallelujah. We are removing the force and the fake of the world. We are removing the force by authority. We are removing the force and the fake on the way. And we are declaring the counsel of God. We decree and declare in the name of Jesus. We are not to pray and say we decree and declare. The Bible says in John 22 verse 28, we shall declare a thing and it shall be established. We are now declaring the counsel of God in the church of this country. We stand. The counsel of God. The counsel of God. The counsel of God. In all the 47 counties in Kenya, we declare the counsel of God. We will stand in the church of Kenya. My God, in all the apostles, in all the prophets, in all the teachers, in all the evangelists, in all the pastors, the counsel of God. We will stand. Father, may we do all your pressure. Let us allow God to do all his pressure. Father, do all your pressure. Do all your pressure.
Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. I hear something in the spirit. I hear something in the spirit. There's such an excitement in the spirit. I hear there are some covenants. There was some that were done by some people who want to take control of the church in Kenya. And they were made in some altars that are not godly. Can we destroy those covenants? They cannot control the church in Kenya. They cannot speak on our behalf. We destroy all these covenants. We silence them today by the blood of Jesus. Somebody say, I want to be known. I want the government to be consulting me. We destroy this covenant today in the name of Jesus. Thank you, Father. And we usher the church in the nation of Kenya into the covenant of the blood of Jesus. The covenant of the blood. The covenant of the blood. We usher the church in the summit into the covenant of the blood of Jesus. Church in the chair into the covenant of the blood of Jesus. Church in the Kuru, we usher into the covenant of the blood of Jesus. Church in Mombasa, church in Kisumu in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. I know they have said we don't join up for hands, but I want to nullify this. We have washed our hands. I want us to agree. Join the hand of your neighbor. I want us to restore the unity of purpose. I want us to restore the oneness. We are ministers here of the gospel here. There has been a lot of battle amongst the clergy. I want us to restore the unity of purpose. We shall do it in one accord. We shall value each other. We shall pray for each other. We shall cry with each other. We shall work together. It does not matter whether you have gone to a theology school or not. We are one thing. Because when the ministers when we began praying, I had a statement in the spirit. The Spirit of God told me, if the ministers are healed, the church will be healed. Can our relationship be healed? Hallelujah. Can our relationship be healed? It means sometimes I want to do it the prophetic way. Look for somebody you don't know. Extend your boundaries, extend your borders. If you are holding hands with somebody you know, come out of that place. Look for somebody you don't know. Somebody you don't live with, husband and wife. Continue praying. Can we restore that unity of purpose? Father, we are restoring. And we restore the unity of purpose. And we are declaring from this upper room, the same grace is going to flow in every part of the church of this country. The same grace is going to flow in every part of the church of the nation of Kenya. We are healing our relationships. We are healing our fellowships.
Isaiah 43, verse 18. Bible says you forget anything of the past. I am there, I know. The worst wounds you can have as a minister are wounds from another minister. The person who is supposed to be praying for you and who understands the challenges you go through as a minister. How I pray in this season of revival, we shall not cut off this wave because of personalities. Let us agree that we shall work together. Yes. Hallelujah. We shall build each other. We shall be there for each other. And I want you to know from today, you are not alone. Yes. We are there. Yes. Hallelujah. Yes. We are taking territories together for the glory of God. Yes. Hallelujah. We shall not, we are not just saying, we shall step on the ground. Yes. Hallelujah. And that's why I'm saying the group we have, if you have a conference, let us put it there. Let us come. Amen. As ministers, not to minister, to sit. Yes. And give your back. Yes. We are breaking the barriers. Atasikia kuja huko lazima nihubiri. Mimi nimepakwa sana. Upako sana tushushe chini. Upako tushukashuka chini. We build each other. Hallelujah. Kuna wengine utaitwa hata ukae chini tu chini. Ukikaa tu hapo, Roho Mtakatifu anakuambia ile keyboard umeweka kwa kitchen, patia huyu. And they are struggling and fasting and praying. They have to have their solution. We are destroying those barriers. Mungu amesema in this hour of revival, and He's destroying our denominations. Yes. Yes. God need to throughout. I need to listen to that video afresh. Because that is it. Kanisa langu hauna askofu. Acha nikae mbali. Hauna. He's my friend. Hauna. Yes. Church is not a person's entity. Kanisa ni la Yesu. Sisi wote ni viungo. Unaweza kudanganya mapua. We are all members, ministers of the gospel. We are out of humility. For us now to enjoy something that we are going to live to our generations, we must come out of the past. In the past, we have found our fathers fighting. We have found them competing. We tell your neighbor, we shall not compete. We shall not compete. We shall compete. The grace you have is not the grace I have. Yes. Thank God for the prophet of God. Tunaenda mbali. Tunaanguka tukiinuka. Si kwa Mungu kubaya. We shall compliment each other. Kuna mahali maisha inaweza kugonga uko pale chini. But at least you have somebody to encourage you, to build you up. Ukikuja hapa tunaitanga washirika, nobody wanakuangalia unangoja uwa nene. Unanena. There is a time I ministered in this Kenya. Kama sina mahali pa kulala. I stayed on the street of Nairobi a whole month. A whole month. I've even been hata nina mjoi tu. A whole month. Ile bomb blast nilikuwa naenda hapo mchana na lalia Kikoi. Hata nilijua kuna mahali Nairobi unaweza oga. Na ulipe tango. So yasetekanzo hapa nyuma. Nilikuwa naenda ninaoga na saa hiyo unakutana na wachungaji Bwana asijue. Nobody can discern. You are homeless. Nimeauctioniwa kila kitu, I have no house. I'm outside, a woman in the city of Nairobi. Nilikuwa nabishana usiku na nilikuwa najipa shughuli ya walking. Lakini nilikuwa basika. A whole man. Hallelujah. Hallelujah. Tumelipa hiyo gharama ili kwamba katikati yetu hakuna atalala nje. Yes. Hallelujah. Yes. God is together with us. And the revival is here. The revival is here. I'm saying the revival is here. Kwa kweli. Na hii haikatishwi, hii haiendi. Hii haikatishwi. Hii tunasukuma gurudumu mpaka mwisho. Yes. Hallelujah. This one we shall see the end. Yes. I thank God for the word. Hatukufi, we shall not die. Yes. But we need to see Yes. the goodness of the Lord.
In the land of the living. Hallelujah. So with this, I want us to finish so that we can go to the next section of prayer by the grace of God. So with 2 minutes, I want my co-prophet, because the apostles are coming after this. Prophet. Something that the man of God has said as he was ministering to us, I want to pick from them. Luke chapter number 8. Verse 23. And a woman having an issue of blood 12 years. Mark 12 years. Huh? Let me ask a question. Is Kenya under the 12th parliament right now? 12th parliament. Are we under the 12th parliament? Yes. Somebody has been also, yes? We are in the 12th parliament, isn't it? So, okay, good. And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood vanished. Now, a very common scripture, very common story, the story of the woman with the issue of blood. Like I said, I'm going to be very brief. My name is Prophet Adam from King's Wisdom World Assembly, Westlands. We know the story of the woman with the issue of blood, but I want to lay emphasis on one part only, the part of touching the hem of his garment. Now, we're not going to concentrate with the hem, we're going to concentrate on the garment. And every one of you here today is wearing a garment. Is everybody wearing a garment? Yes. Now, the reason why we wear these garments that we are wearing is to cover our nakedness, to cover our bodies. In the spiritual circles or in the church circles, every time the word cover is used, we are talking about authority. That is what we know. Every time the word cover is used, we are talking about authority. So, ladies and gentlemen, this woman did not touch Jesus. This woman touched the authority of Jesus. This woman touched the Father of Jesus. That's where power was released from the Father to the Son and to this woman, which is the representation of the Kenyan church that is under the 12th parliament. So she did not touch Jesus, she did not touch the Son, she touched the Father. So the opposite is also true. That the era of her bleeding was fatherhood. They did not hear me. That the era of her bleeding, if the procedure was to touch the Father through the Son for the healing, then the opposite is true. That the era of her hemorrhage, the era of her bleeding was fatherhood. And ladies and gentlemen, the Kenyan church is not bleeding because of anything else. The Kenyan church is bleeding because of fatherhood. You did not hear me. The Kenyan church is not bleeding because of it. We're talking about revival. Remember, the woman suffered for 12 years and she was not within the procedure of Christ or in the movement of Christ in terms of healing. Jairus' daughter was, who was also 12 years old. So the revival of Jairus' daughter does not begin there. It begins with settling the error here first. You did not hear me. So Jesus has business to draw out revival on the church. Jairus' daughter. And remember, the case of Jairus' daughter is a father pleading for the daughter. Here in the issue of the woman with the blood, we see an issue of fatherhood and the pleading. In the restoration is an issue of fatherhood and the revival. Hallelujah. So when she touched the hem of his garment, let me explain that again. The garment talks about a covering. Alright? Talks about the covering. We're talking about the garment as a covering. Remember in Genesis chapter 3, after all mess, there was an issue of the garment again. Because they covered themselves with leaves. But in verse number 21, the Bible says verse number 21 prophetically represents the year 2021. And God covered them with skins, with coats of skin. 2021, there is a different type
of covering. There is a different type of covering. So let me surprise you, because I want to lay emphasis on what he said in the next 2 minutes, and I'll be done in what the man of God said. So touches the hem of his garment. We have talked about the garment representing the covering, talks about the authority. So power comes from the Father through the Son, okay, and brings healing to the church. Under the 12th Parliament, Kenya. So the opposite is true. It means that the Father was the cause of the bleeding of the Kenyan church. Do you know why? Because the fathers took the position of the Heavenly Father. To an extent that there is no Heavenly Father today, there are fathers who have become gods. Took up the position of God. And that's why the church is bleeding. And the Bible says she extends and touched the hem of his garment, and Jesus says, somebody has touched me. Even the best of the apostles could not. Because this thing is not coming with the nose. The Peters, the Noahs, the apostles, the Noahs cannot identify this new move. Remember, the move is from the Father through the Son. So there is a caliber of sonship. And the Peters are like, we don't understand what you're talking about. All these people are saying, this is the caliber of sons that are coming out. And for your information, it was illegal for that type of a woman to touch. So these people are coming looking like nobody expected them to look like. But the Father is transmitting power through these sons. And there will be the healing of the church. And then from there, ladies and gentlemen, there is no glory without death. There is no glory without death. And the Bible says a report comes to Jairus' father that your daughter is dead. But you see, there is a correction of the error first. And after the correction of the error, now let's go handle the revival. Are you listening to me? Now let's go handle the 12-year-old girl. So the girl is an image of the woman. Because she has, and by the way, let me surprise you. The Bible says that and this woman had wasted her resources because of this error. So you wonder why the church is economically in trouble. And the aspect of bleeding is lack of control. And this thing is beginning from the top. And ladies and gentlemen, it is happening in the nation. It is happening in the church. It is happening in the family. In all the threefold institutions of the earth, this thing, and God is correcting the error of the fathers. From the family institution to the church and to the nation, God is correcting the errors of the fathers. And there has been so much bleeding. And the bleeding is affecting the economy. The national fatherhood, governmental fatherhood, the spiritual fatherhood, and the family fatherhood. That's why the economy is shaking. That's why today men and women of God, they are troubled with resources. They have the grace, they have the anointing, but they are battling with issues of resources. But there is a different type of a church, because there is a church within the church. And this woman breaks the denomination of Babel with her condition and comes and touches the hem of his garment. So these ones are pressing in. These ones are pressing in. They are not expected to, but they are pressing in. They are not the nose, but they are pressing in. They are not the big names, but they are pressing in. They understand they've been bleeding for long. They understand the pain of the church, bleeding for long. And the Bible says, immediately she was healed. And you know, Jesus asked, who touched me? And she did not want to appear. These ones, they don't want to appear on broadcast fast. They don't want to be seen on TV fast. They're never in a hurry for the media fast. These ones are never in a hurry to appear fast. She did not want to appear. She says she's still hiding. And then when she realized she could not be hidden anymore, ladies and gentlemen, you will not be hidden anymore. You cannot be hidden anymore. There is transmission of power. And so the healing has got to begin with the church.
And then the Bible says now there is a report that Jairus' daughter is dead. And Jesus says, do not be afraid, only believe. As I conclude, the Bible says they went and found a crowd of mourners that were mourning. And the Bible says, Jesus said, the girl is not dead, she's just but asleep. Same statement that he made in the situation of Lazarus. Because there is no glory without death. And the Bible says, puts away everybody. And then goes with the father and the mother and some few disciples and goes and says, Talitha Kumi, that is revival. And the girl comes back to life. Remember, the woman suffered for 12 years. The girl was 12 years old. So we are talking about the same Kenya. The same Kenya. So Kenya has got to go down before we see Kenya coming up again. So this thing is not, we're not outside the 12th parliament. And finally, child of God, you need to understand this. In Acts chapter 1, they had to replace Judas by a man called Matthias. Yes. That means that if you're talking about the numbers, they were 11. Yes. Okay? So Matthias comes and becomes 12. So what does that make for the Holy Spirit? Who came in Acts chapter 2? You did not hear me. They had to replace Judas with a man called Matthias. So they were 11. So Matthias now comes in and becomes 12. So in Acts chapter 2, there is a move of the Holy Ghost. What number is that? The 13th parliament. Ladies and gentlemen, I came to speak to you. The next government will be produced by the church. I will not hear me. The next government will be produced by the church. But we will listen. It is time to soak ourselves in the Spirit of the Lord. There will be the move of the Holy Spirit. The 13th man is coming. And Peter stood up and declared, this is that was prophesied by Joanna. In other words, he was saying the move of the Holy Spirit was a prophetic fulfillment. I came to speak to us. 2022. There is a prophetic fulfillment of God's covenants in the nation of Kenya. Kenya will be backed by the church. Yes. It will be backed by the church. 2022, the agenda. Kenya is producing the next government. The Church of Jesus Christ will produce a great government. A man led by the Spirit of God. And you will not hear me. We are the people. Yes. The church is going to produce the next government. Yes. You did not hear me. Yes. The 13th man is on the way. The 13th parliament will be led by a man who says, that says the Lord. Hallelujah. And so revival. Talitha Kumi, as I conclude, Talitha Kumi, the revival is breaking forth. But there is an error that must be corrected. Men must cease from taking the position of God. That's why we are bleeding. The church is bleeding. The church has become an outcast, like the bleeding woman. The church has no voice. But what the people don't know is that there is more of healing in the church than is in the world. God has moved back to his house and he's healing, he's dealing with the bleeding. And let me tell you, the church that is about to show up is a church from the church. And let me tell you, the surprise will be these ones. Who are they? Whose father are you? Whose mother are you? Where are you coming from? Can we do a background check? Whose son are you? How many of you remember when David killed Goliath? Whose son are you? They will begin to question, they will begin to look at your lineage. From what family tree? From what denomination are you coming from? Whose son are you? And the only answer can be, I'm a son of the Heavenly Father. I came to speak to the church today. The unexpected are resolving the issue. Amen. We need to respect and honor the fathers that began this journey. We need to honor the fathers that began this journey. We need to celebrate God for the fathers who started this move. The child of God, even as we celebrate the fathers, we must also understand our position. Even the fathers now, they do not have an answer. They are asking who is going to produce this thing. And this thing is in the sons. So even as we shift our attention to honor the fathers, trust me, the sons are going to carry these things. And it doesn't mean that we will disrespect the father. It basically means we will honor and appreciate how far they have come. Isn't it interesting that for a period of time we have lost quite a number
a number, internationally, locally, a number of fathers, especially in the body of Christ, they have transited. And in their transition, mantles have been hanging. But where are the Elishas that are picking these mantles? And so Elisha said, I need a double portion. He was not saying that I want to do, he was basically saying, I want to do what God has called me to do in my time. But I cannot also afford to miss to carry what you carry in your time. So we celebrate the fathers, but there is a bleeding that must come to an end. And this bleeding is also causing the issues of resources. The church is also struggling resource-wise. So it means when the healing happened, there was the restoration of resources. When we talk about revival, it's not just the revival of, it's the revival of everything. Revival will come with resources. Yes. The two R's go together, revival and resources. So child of God, as a servant of God, you need to begin believing beyond any shadow of doubt as you become part and parcel of this new move of God. Believe beyond any shadow of doubt that also resources that were lost for 12 years are coming back. The greatest cry of the church today, especially the man of God today, is resources. We have done everything possible. We've bought the best equipment. We have great visions, but the church is crying, where are we getting the resources? Ladies and gentlemen, when the healing happens, the resources is automatic. The healing and the resources go together. When we are healed, the resources. So our cry is not resources first. Our cry is healing first. And when we are healed, the resources will locate the church of Jesus Christ. And that's the reason why we will be so resourceful. That when we need to push the agenda of God in governance, we will push it. Without thinking of where we are getting the money from. We will be so resourceful. We will be full of resources. We don't need to go to a politician to write a check. The church will write a check to the politician. We will be so resourceful. So as we are crying for the healing of the church, let us also believe the resources are on the way. Amen. The same God who heals, the same God who produces the resources. So I came to speak and to let the servants of God understand. Somebody has got to touch. Somebody has got to touch the Father. It is time to say, Father, we respect what you have done with the men and women of God that have preceded us. But I'm crying out for you now. I'm sick and tired of this bleeding. And I appreciate the predecessors, but now I'm crying for you. And somebody has got to touch the Father. And when power will be transmitted through these sons, we will see the healing of the church. And in the healing of the church, we will see the revival that we are crying for. The same 12-year-old woman suffered 12 years, the same 12-year-old girl. One is an image and a reflection of the other. The girl is coming out of the woman. The girl is coming out of the woman. It means there is a church within the church. And the church within the church is called the bride. That's why in every wedding, the bride is different from every woman. She is a standard in God. A woman is a female species, but a bride is a female standard. And the church that God is bringing out is the bride, is the standard. And it is time for the church to become the standard. The nation is waiting for the standard. The family is waiting for the standard. The government is waiting. The marketplace is waiting for the standard. We are the standard. We are the standard. I'm going to ask us that we rise up from 1 minute. We cannot lie to ourselves that we are not bleeding. We cannot say that the church is not bleeding. We cannot say that the church is not bleeding. The church is bleeding. But there is healing. There is healing. There is healing. There is healing. Rock of Restoration Church. I'm here just to remind some of us who are not there when we are starting vision casting. But please, I would like you to allow me to flow according to the Holy Spirit. Because as have listened to the word of God, the vision is unveiling itself. It's not about what we have written here. This is too small. Amen? It is not about
what I've written here. But according to the grace God has given me, He uses me so much to bring others. And I remember when we started this thing, it was just a simple responding to what we are. It is not about military. It is like you are taking a risk. And you compose yourself and decide, even if I fail, failure is also an experience. Hallelujah. Amen. So that one will remove you from fear. Because that is what is, caging or binding so many men and women of God. Simply because you are not known. The Holy Spirit speaks to you, but you are not able to make a move. It is like when you fall, you are falling on somebody. Amen. When I fall, I'm falling in the hands of God. Amen. Hallelujah. Amen. So I just want to follow what the Holy Spirit is saying. The bones are rotating the bones of your heart. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, just by the doing of God, because that's how we started. We never called a meeting for this. We are just somewhere praying. I think the 5 of us, isn't it? Who are there today? Can you raise your hands if you are here? And we are not there for this meeting. We are there for our business vision. We are women, you can see we in business. Amen. Hallelujah. But in the meeting, God spoke. And that's why this meeting is. Because we took. So it is not about who and whatever apostolic prophetic. Amen. It is about realizing the grace and knowing how God works with you. And take your position, know who you are. No competition. Ukiwa wewe ni hizi zinaitwaje zile pesa mzuri. Amen. Ukiwa wewe ni maskio, simama hapo. Take your position and guard it seriously. Hallelujah. Like me. I'm so bad, dangerous. Like the men of David. You know the mighty men. Huyo akasamba Kandengo. Alikuwa Kandengo. And you know Samba Kandengo, they are small. Imagine. You trespass, I'll fight for my position. And I don't want to be like someone else. Why? Well, if I want to be like you, who will be like me? I'll leave my cup here. I don't know. Hallelujah. So we must know that. So, God, when we are together, God put this burden in us. I want to come up with a company. Company of apostle and prophet. My friend, that is a youth apostle and we are like, who are we? Where we start? I'm not an apostle. I don't know who I am. By the way, we are not even able to define ourselves. The only identity is we are born again, and Jesus Christ is Lord, going to heaven and not now. You know, so a company, it is a group where those who want to go to heaven. Ukiwa tunaokoka kwenda mbinguni pangekuanga nafasi yako nje. Kwa hivyo wale mnataka kwenda mtaenda haraka na mtungoje. Kwa hivyo I want to stay here. Hapa ndio kazi iko. So a company, it is a group of individuals with the common purpose. And that is our identity. And that's common purpose of what is happening. Hallelujah. Amen. Why? It is the season of the new thing. Isaiah 43, 18, 19. And anytime you hear of a new thing, I don't know what comes in your mind. I don't know what you understand when you hear a new thing. Every time you hear a new thing, it is like it is something you are not familiar of. Amen? Amen. It is something that calls for flexibility. Hallelujah. It is something, hallelujah, that calls for a new experience. That is why it is new. Hallelujah. And that was now. God started preparing us for this new thing. How did it start? Kusikia tumechoka mahali tu. Niko na kanisa kubwa. Kwanza ukijaza vile tunakuanga kwa watano, that is a mega church. Bishop, it is a mega church. 4 5 of us. Hallelujah. Yes.
We have Pastor Binte from Zimmerman. We have Eva, from Utawala, Regina Town Center, Veva, Royal, and it's not a mega. Hallelujah. Honor. Hallelujah. Yes, to the one. You see, so every time you hear of a new thing, it talks of coming to challenge the old. Oh, yes. Amen. The new is coming to challenge the old. So tukaanza na sisi, tukaona sisi si wazee na mambo. Tradition, what? Mungu anaanza na sisi wapendwa. So the reason ametukusanyisha hapa ni ndio sababu amepata that company. Hallelujah. And there are others who are going to join us. Hallelujah. When we are praying for this one, what does God say to us? Alisemaje on whatever that day Monday about 1 Corinthians. Somebody can read. That is very important. So that we can open up our hearts to embrace the others who are not here and they are coming. What are they? You better call them. Yes, because what God wants done, we cannot do it alone. Yes. We need others. Read their pastor, Eva, if you are there. Is it 1 Corinthians 16:18? This God told me we need to announce this. This is what mtu akikuja usifikiria amekuja kukusukuma. Juu hiyo nayo ndio sina ina mapasta. Ati sasa amekuja kunichallenge na vile nimeona na word of knowledge. Word of knowledge yako. Wewe omba intercessor. Unaona? Ati sasa amekuja seriously speaking na akona gift ya hili. Aki ataomba yule mshirika na kunjanga kwangu kila siku asubuhi jioni. Sasa unaona? Hiyo umwache. Hebu soma pastor. 1 Corinthians chapter 16 verse 16. Let me begin from 15 for the sake of clarity. Yes. I urge you, brethren, Yes. you know the household of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have devoted themselves to the ministry of the saints. That you also submit to such and to everyone who works and labors with us. I am glad about the coming of Stephanas, Fortunatus, and Achaeus, for what is lacking on your part, they supplied. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. There is something lacking. Others are coming to supply. Hallelujah. It is not about one soul. Stick where you belong. There are people who are coming to supply a man of God. What you are lacking. Mungu hataki ujiue na hii kazi yake. Wacha wivu. Verse 18 inasema, for they refreshed my spirit and yours. Therefore, acknowledge such men. Hallelujah! They are coming to refresh my spirit and your spirit. Yeah. So, wachana na mlango ikae wazi. Hallelujah! Who don't want to be refreshed? Mimi kwanza unajua napenda hivyo nini? Aje leo mimi niwe nikikula nyama maji. Kwani nishitakani? Lakini si ati asubuhi kazi ya Bwana, jioni kazi ya Bwana, sijui nini kazi ya Bwana mpaka anasuka Bwana gani? May God help us. Kwa sababu God wants us to do his work with easiness. Yes. Kwani una meno ya kupeleka kamaki sile nyama hapo muondoke na mke wako ama na rafiki. Amen. Mimi I serve God with easiness. My friend tried to intimidate me, utastuka sana juu hata utanipata na utaniona tu hivi. So this company is us. Yes. Hallelujah. So we must overcome the spirit of intimidation. And because I don't have a title. Title what? What we need is to see the work done. Functionality. To function. Hallelujah. Nowadays hakuna kuleta CV. Hiyo imepitwa na wakati. It is doing. Tunakuta kazi imeisha. Ephesians 2:20. Together we are as house built on the foundation of the apostle and the prophet. Hallelujah. And the cornerstone is Christ Jesus. Usijali hakuna mafuta umemwagia apostle na prophet. God knows you have that grace. Mimi nasumbua.
Hallelujah. Na sisi wengine, do you know God and you are witness? God gave us order concerning today's meeting. Including what we will start. Tuliambiwa mimi wa Mungu mahubiri nikunje saa hiyo nikunje. Kuna kitu kuharibu structure, tradition. Atengeneza worship mbili. Pastor Julie, I love him so much. Lakini unaona tulikuwa tumepanga Julie akuweka mapema na nini. You came and respond. Ujiachilia roho. Usama. Hallelujah. Ukafika wewe akosa majulete. Hallelujah. Yes, tulikuwa tumepanga, tumeambia Julie labda hata uko na program my dear girl. You see? Promoted. Unaona? Sasa unaona? Hakuna hiyo lakini uko sawa because we are paving way for the Spirit of the living God. And they are starting with us. If there is any demonstration, here, we are pastor. How what Mungu ameita. Ephesians 3:4-5, you can like. As you read what I have written, you will understand by insight into this plan regarding Christ. God did not reveal it to previous generation, but now, because it is the time we have living. Have you perceive it? Have you perceive it? Even the failures of our Father, they are not going to drag us. Oh, we are praying. Forgive them, Father. We are not the one who forgives. After all, hata wengine hatujui nini walifanya. Tumeitwa tu kwa huduma hivi kutoka na huko kwa kichaka. Hatuna habari. Unless mkuja kutuelezea what happened. What was I supposed to do that I never did? Seriously, I don't know. I don't know. Wale wametulewa na huko. Wale whatever it doesn't matter. You know Bishop brother. I'm telling you the truth. Have been hiding. Mungu amenificha. Training nyingine kali sijui ni nini. Mali ukutao tunaitwa kifagio 7 years. You came. This woman was me. This one. Kina huyu unaona huyu anajua mahali nimetoka. Huyu tumefichwa usiku tunatembea huko Nairobi. Ilikuwa wapi ile tulianza? Huko kwa Simo, Liverpool. Tunatembea huko. Bite, niko naitwa Bite. Hakuna hata mtaito. Sasa Bite. Haki mnafagia huku. Kifagio. Liverpool alafu tukapeleka wapi? Saipa Karume. Tukapeleka kwingine kunaitwa Manisura. Tukaambiwa hii nayo mwingine na roho ya usoka. Mahoteli huku unajua. Ngoi kuja unione kando. 7 years tukafagia. Kufikiria nimepumzika 7 years in Kenya for 7 years. Aki anointed woman of God. God. Amos, surely the Lord God does nothing unless he reveal a secret to his servants. You must become a servant first. Yes. To serve the prophet, not one. Prophets, many. So whatever is happening here, many. To reveal, to uncover, to disclose, to remove, to make known. So that is what God is doing now with his prophets. And I love working with the prophets. Kwa sababu mimi ni kwanza waone na wasikie. You know, wengine wakiona wanakuwa. Sasa hapo ndio Mungu anakuambia sika nje ki. Usifana na nyingi. Enda hapa. Yangu ujue inaweza isha haraka sana. Ukifikiria ni msumani kwani inateki nini? Unitafute unikose. Mimi niko hivyo anda. But now we are working together. So this is what God is doing. God to bring the company of one like-minded to work together. Amen. And he has already done it. Hallelujah. And my friend, don't campaign for this. Don't dare. Bones. Hallelujah. I'm seeing them. Hata wanaona tunaweka furaha. Kwanza nikwambie ile wisdom mmefanya mzuri sana na muendelee prophet. Kukosa kuweka hiyo furaha ya picha. Hiyo inasumbua. Do I have a witness? Me have been called. And who are these men?
center anda. Siwezi weka jina yako hapo anda. Makurumie kule wakupige bure. Vita zingine ni za ujinga. That's why we have wisdom. Kayani chini ya maji. What does the name have to do with them? So unaona that was the wisdom. Now makabii na makosa and you are not calling so and so nilimuuliza hapo yako. Majina wakubwa wengine naonanga kwa TV zao. So hivyo. Nikamwambia hiyo itakaa ya roho. Mwingine aliniambia ya roho kama ile ya Golino. Nikamwambia umesema. Ya Golino unajua inanga ni. Fadhali hiyo si unajua what you are doing. Hallelujah. So oneness in prophetic ministry. Wakati mimi aliniita. Kitu ya kwanza kukwambia alikuambia. When we meet together, make sure there is oneness in the ministry of prophetic. Alituambia hata apostolic haina shida by the way hivyo. You see even today apostle works together ministry unawaona but nakwambia manabii it is the work of the enemy to separate them. And these are the scriptures I want you to write. Mungu akatuambia you pray for them then move jaribu kuwapatanisha. That is where I came. Amen. Ni lazima wao wenyewe watu wa mzazi moja kwanza wanagongana. Sasa tutafanyaje kazi nao sisi mabishop na maapostol na walimu? Unaona? Na ndio wanatakikana sana their in foundation. So ni lazima tuwalete pamoja. And it happens. Like the Bible says John 17:11, Jesus prayer for his disciples. Now I am no longer in the world, but these are in the world. And I came to you. Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are one. That was the first statement assignment. Try and bring prophet together. We are not told that the prophet apostolic. Apostolic imekuja nyumaye, hapa Mungu ameona. Now prophet themselves, they have started embracing one another. Because they are working in different dimensions. Lakini unaona, when you read in the Bible, it talks of prophets. A company of prophets. Why not us? We don't see prophet, a company. We hear of a prophet. So and so. Ndio unakutana na manabii na nabii moja tu ametembea kabati peke yake hivi. Unagongwa. Why are they not working together? That was a challenge. Manabii wanatembea. Na utaona. So that was the prayer. John 17:20-21. I do not pray for this when now God, Jesus was praying for believers, but also for those who will believe in me through their words. Unaona? So watatukwamisha because the word is not coming direct from Jesus even to us. It passes through them, then to us. Hallelujah. And they will be blessed. That they may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent. The world will not believe we are sent because of preaching and revelation. Zingine tunaita revelation ni vitu za kusikia. Tunasikia watu wanakwama, wanastuka. But they know we have come from it when we live. Why? May God help us. Another scripture, it was in Acts 11:27-30. This is, and in those days, in the New Now Testament, and in those days, prophets, I want you to check, plural, not singular, prophets came from Jerusalem in Antioch. I want you to see the harmony of, I wish we can be going somewhere to back prophet. That is my desire. When I see the way they are together, I just feel now this grace, my friend, whatever we are asking for, hakuna kitu itatendeka. They are working together. Where is that togetherness? In the life of prophets. Allow me to speak that. In the life of prophet, and especially in Kenya. That's why Regina and Adam and the rest,
become covenant brothers. It doesn't matter kuanguka. Amuka pamoja. Two can never walk together unless they agree. Tena watatu wawili wakitembea wanawekana joto. Tena mkiongeza watatu as three cord. Will not be said than what? Then nini? No, that is now the trick, the schemes of the enemy to separate manabii. Please, we need to embrace them. It doesn't matter. Me, I have a heart for it. She knows. Mimi hata akikosa mtu wa kutembea, my friend, mimi kutembea na wewe, wacha hiyo aibu yote idikadika. Hata ukitaka kunipa jina yako nipe, mpaka ufike. Yes, because I know it is not easy. It is not easy, my friend. Ukipatana unatembea na nabii si mchezo. Huyu unanekwa ndogo bana. Unatembea yana unaona mara moja ni kama naenda na my sister hapa nawaambia nina mwingine wa kujaza nguvu vile hivi. Watu wanao tutembee tu na yeye mpaka. You know. So, ukiwa ni weakness zake asiwezi I'm matured to that like beyond. Weakness zake asiwezi nifanya nisikie kama simpe. By the way hata ndio mtamumiss. Amen. So we must mature. So, and they were going together, verse 28 of Act 11. They were together. Then one of them named Agabus stood up and sold by the Spirit. One of them out of the many. They were together. Wana wivu, Mungu akichagua kuongea na moja. That is me what I'm waiting to see. You are working together na Mungu anataka kuongea na one of and all of you hear God. You are a prophet. Yes. And I'm able to pave way. Sir. You know, I'm able. Roho safi mpaka huku ndani. This is art. Roho safi huyu ni wachache watasema unaona mlango yangu sasa mwenyewe ameishia na mimi ndio nilikuwa nimefunguliwa mlango sasa tumeenda na yeye akapata fame hata sasa unaraja na ameenda nayo yote. Hiyo sasa upusi ndio Mungu anataka tuondoke tumachu. You get me? Yes. Ni lazima tutende kazi na muombe manabii. They are in the front line. By the way, ni wao wanaona, then apostles wanakuja, wawezi jenga peke kile wajaona. Na ni lazima muwe na wale wanaona mzuri. Juu wengi wanaona, lakini wengine na shida wanaona nini. Amen? Unaona? So it is like that. So that is what God instructed us, and I'm so happy to see it coming to pass. Amen. Yes, I'm so happy. Mimi nilikuwa nimesema hata my ministry ikiwa sina kitu. Mimi najua. Mnajua mimi leo I feel not sina neno so there nitaserve kwa investigation. By the way, kwa hizi meeting kwanza ikiwa kubwa sana mtakuwa mnaniona huko ikiwa kuna badge na kuweka welcome maandishi. I'm going to serve. Amen. I'm going to serve. Hiyo mambo yote ati kwa nini sasa mimi na mimi ati kwa waka analinda anga what ati ule namba 2 kwa member zile za kanisa zile tulitoka unaitaka mpaka hapa wewe ondoka hapa. Amen. Then the other one is in Act 11:27 30. Hiyo sasa nitaandika hiyo ndio tumesoma isn't it? And then mumalize. And what happened? Nizidi wacha tumalize 29. Then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. Verse 30. This they also did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas. Umeona? Manabii wamekuja wakatabiri wakafanya mambo wakurudi kwao wakatumwa na Biblia. Kwani wesimu mafuta naona tutabia awezi salimia prophet walisindikizwa na believers na makawakimbaliwa mkifika msalimie that kind of relation. Ukiwa kuna kususwa ni sahihi na sasa hivi. Hallelujah. Hiyo kiti watu wamekalia watafanya kama one of my father alikuwa anaingia kwa ile kubwa au ndio weko na nguo nini akaambiwa na Mungu choose the issues ni kuondoe
Haleluya. Niondoe kiti ama ujiondoe. One of my mentor. Unaweza chagua nani? Jiondoe. Mungu akiondoa kiti. Okay, ile kutegemana. Ilikuwa siku ya ordination ilikuwa. Nimekupatia choice. Ujiondoe, nikuondoe ama niondoe kiti. Sera. Acts 13, 1-3. Now the church that was at Antioch, there were certain prophets, many, and teachers. Now you see prophets here, and they are not feeling shy or intimidated, mixing with all these type of people. Hakuna ate mimi kwa sababu ni nabii nashindwa kuchanganya na walimu na mwinjilisti. Atakuja mpaka hiyo koti yake yako awe anabeba tu kama mwinjilisti. Unajua waninjilisti wakibeba koti yako hata ikiwa na pesa makteni itaanguka. Juu wananga ni nini haraka hata anaweza kibia na usikie ni sawa. So this is what God is doing. Na hivi ndio alituambia, and we are so happy because it is done. After it is done, what next? Si ni kumoja. Hao wengine wanakuja labda ni sisi wanakuja kusukuma mbele. Amen. We have started and that does not mean we are important. No. Important for what? We are just servants. It is His work. And by the way, He is rewarding us. No, me, I'm reward oriented. God is my servant. He will promise me to reward. And this is the season God is also rewarding people. Yes, I'm a witness of that. He is the one who rewards us, not us. Not those people you are targeting. Hallelujah. Acts 15:32-33, you go and read. This is what God wants to see. And we are calling the order back to church. This also what God is calling the new thing. And that's what the new thing according to Isaiah 43:18. It is first to bring alignment in the church. Alignment in the life of the so-called minister. If you want to be relevant in this season, you must surrender so God can align you. Yes, you did it last year, but please be flexible. The new things call for flexibility. Flexibility is when you are told to bend, you just bend like a young cat. When you are told to grow, you have no issue my suit is going to get whatever. If God tells you now it is time to laugh, it is to laugh. Are you willing and ready to be flexible? Hallelujah. So for company of the prophet, please write this, you go and read 2 Kings 2:3. Right, you go and read how these prophets were working together because of time. Isn't it? 2 Kings 2:3. I'm jumping. The same 2 Kings verse 5. The same 2 Kings verse 7. 2 Kings 4:8. 2 Kings 6 1-2. 2 Kings 9:1-3. This all is to make you understand how prophets were moving together. Hallelujah. Because if you want to be relevant, as I've said in this season, you must move together because God is one. I love reading 2 Kings 9:1-3. And Elisha the prophet called one of the sons of the prophet and said to him, "Get yourself ready." Hey, my goodness. You see, a prophet giving order because of the relationship, how we are working together. Hakuna kusuku, hakuna nini, you know, na anampatia kazi. Get yourself. This work was done by the sons of the prophet, not the prophet. And it was great work. Get yourself ready. Take this flask of oil in your hand and go to Ramoth Gilead verse 2. Now, when you arrive at the phrase, look there for Jehu. My goodness. Jehu was not anointed by the Elijah prophet. He was anointed by the Son. Nini unajua na kazi ya Bwana. You have not rested. Because you have not, joined. You are not doing what God wants you to do.
Kwa nini unajua hii ni kazi kubwa kwa anoint mchemo si mchezo, isn't it? Now when you arrive at that place, look there for James, the son of Jehoshaphat, the son of Nemes, and go in and make him raise up from among his associates and take him to an inner room. Verse 3. Then take the flask of oil and pour it on his head and say, Thus says the Lord, I have anointed you as a king over Israel. Who is now saying these words? The Son. Son, not Elisha. Not Elisha. The instructions, the anointing flowing from the Father to the Son. Why? Because of the relationship. It is about relationship. Hallelujah. Then open the door and fly and do not do what? May God help us. May God help us. Hallelujah. Amen. I think I'm done. The only thing now I just want to do, I don't know whether I've done it. It is to define this one passive. Because even after here, there is something God is going to ask you. Can you perceive it? It is a question. This is not the end. As we are moving here, God is expecting us to perceive what is in his mind and what is in his heart. So to perceive is to know. It is to see. It is to find out. It is to discern. It is to recognize. It is to admit. It is to acknowledge. It is to confess. It is to consider. To be acquainted with. To have knowledge. To have an idea. Given from this, the Holy Spirit is coming to ask you, do you have an idea of what I'm about to do? God bless you. Amen.